dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na msemo wetu ambao tunaishi nao hiyo sio hali yako, lakini wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Tukipa nguvu na Fatu Jasad, maji ambayo huondosha maradhi mengi kwenye mwili wa mwanadamu. Ndani ya Mwalusembe, wilaya hii ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, kongamano la huruma ya Mwenyezi Mungu, ikiwa leo ni siku ya 3 toka kuanza kwa jambo hili. Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadhiri, mume na kiboko ya chawi, yuko hapa toka kuanza kwa kongamano. Mimi ni Al-Habib Sheikh Mungia, nyuma ya kamera yuko Awadhi, mchambuzi wangu ni Heri Mpingashari, mtoto wa mama ntilie mboga 7 zote za majani. Nimekwambia tukipa nguvu na Fatu Jasad, maji ambayo huondosha maradhi mengi kwenye mwili wa mwanadamu. Ndani ya chupa moja ya maji kuna mchanganyiko wa maji aina 7 ndani yake. Mwenzangu ni Heri Mpingashari. Heri, leo tumeingia siku ya 3, lakini siku ya kwanza tofauti, siku ya pili ikawa tofauti zaidi. Unadhani kwa nini mkoa wa Pwani ambapo sisi tupo, wilaya Mkuranga, tuko katika kata ya Mwalusembe, jambo limekuwa tofauti na mategemeo na matarajio? Kwanza kabisa, wengi wanaamini katika kufungua fatahu, katika ufunguo. Tumefungua mwaka. Na asilimia kubwa tunachoamini kwamba kufungua mwaka unatakiwa ufungue na dua. Wengi tunaamini kwamba ukifungua mwaka unatakiwa ufungue na dua. Na ukisikia baraka ya shekhe anakuja sehemu yako au mtaani kwako au kwenye kijiji chako, basi unatakiwa utumie fursa. Niwashukuru wakazi wa Mwalusembe, wameitumia fursa vilivyo, kwa sababu sisi hatukutegemea. Sio kama hatukutegemea kwa maana hatukuamini wakazi wa Mwalusembe, hapana, ila hatukutegemea mapokezi ya aina hii. Siku ya kwanza imekuwa tofauti na siku ya pili, halikadhalika na leo siku ya 3 pia watu tangu saa 5 wamekuja katika maeneo haya. Yote kwa yote ni ufunguaji wa mwaka wa aina ya dua, hasa kupata baraka kutoka kwa Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadhiri, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wa huku tulivyokuwa tumeongea nao walisema kuwa wamezoea kumuona mitandaoni, wamezoea kumuona kwenye television, wamezoea kuona kuwa anawapa baraka watu wengine tu. Unaona, wengine walikuwa wanasema kwamba hatujaamini kufika kwake paka alipofika, na tukajua kwamba kumbe ni kweli Sheikh Sharifu ameletwa sehemu kama hii, ameletwa katika kijiji hichi cha Mwalusembe. Hatimaye baraka wanapata ya dua na hatimaye wamefurahi, na ndio maana unaona hawakauki. Kila itwapo leo basi tunaona wanaendelea kujaza uwanja. Mwaka juzi tofauti na mwaka jana, lakini pia mwaka jana tofauti na mwaka huu. Tukifanya dua ya kufunga mwaka juzi, tulifanya dua ya kufunga mwaka jana, lakini tarehe 1 hatukuwa na ufunguzi wa kongamano sehemu yoyote. Dr. Sheikh Sharif Firdaus alisema njooni tu hapa, crew yangu nzima Firdaus TV, njooni mkae tu hapa, tule tunywe tuenjoy kwa pamoja. Lakini mwaka huu wamesema hapana, tufungue kitofauti. Tarehe 1 tukaanza kongamano ndani ya kata hii ya Mwalusembe, wilaya Mkuranga. Unadhani kwa nini Sheikh Sharifu ameamua kulifanya hili? Na sio tarehe 1 Mwalusembe tu, ila aliombwa na sehemu tofauti. Nakumbuka aliombwa Mlamleni, nakumbuka aliombwa kuna sehemu moja tu Mlandizi, sio kama ushawahi kufika au ushawahi kupita huko. Mlandizi ni mkoa wa Pwani pia huu. Aliombwa sehemu moja tu Bagamoyo, pia aliombwa Mapinga. Ameombwa sehemu tofauti. Lakini kwa nini imekuwa tarehe 1 ya nuru ya Mwalusembe? Kwa nini hapo Mwalusembe? Tunaambiwa Mwalusembe pia kuna mzee wake, unaona, mlezi wake ambaye yeye akiongea kwake neno lake halipingwi. Sheikh Sharifu kuna wazee wake kwamba akiongea kitu tu basi yeye huaga hapingi, anakuwa mdogo. Unaona, tofauti na tunavyomchukulia sisi wengine na watu wengine ambao wanavyomchukulia. Lakini Sheikh Kisinga ambaye ndio shehe wa kata wa huku kwa upande wa Bakwata ametoa tu kauli kwamba Sheikh Sharifu siku zote unawapa baraka watu tofauti, mikoa mbalimbali, nchi mbalimbali, lakini naomba chonde naomba
siku ya mwaka mpya tarehe 1, naomba uje uwapatie baraka na watu wangu wa Mwalusembe. Hatimaye ndio hichi ambacho tunachokiona hapa. Sheikh Sharifu kaitika wito huo, na ndio maana tuko hapa na Sheikh Sharifu anafanya kweli. Nimeshtuka kuona kwamba siku ya kwanza tu ananyoa, siku ya pili ananyoa, siku ya tatu ananyoa, kwa maana ya wachawi. Tunajua ana vita ya wachawi na si kitu kingine. Siku ya kwanza kawanyoa, siku ya pili kawanyoa, siku ya tatu, leo hii ndio siku ya tatu. Hatujui nini kinaendelea kutokea kingine, lakini kila siku anakuja na nguvu mpya, kasi mpya vile vile. Huyu ni mtoto wa mama ntilie mboga saba zote za majani, mchambuzi wangu Heri Mpingashari, akiwa ameanza hivyo kudadavua kile ambacho mikiona cha tofauti mwaka juzi, mwaka jana na mwaka una. Ameelezea kwa uchache tu hapa jinsi shekhe wa kata ya hii Mwalusembe alivyomuomba Dr. Sheikh Sharifu Dausi aje hapa katika mwaka huu 2026 miladia. Tumeanza hapa tarehe 1 ikiwa leo ni tarehe 3, siku ya 3 toka kuanza kwa jambo kubwa kabisa hili ambalo Heri, tofauti na maeneo ambayo tunakwenda, idadi ya watu inaongezeka kila muda unavyokwenda, lakini cha kustaajabisha wanaume wamekuwa ni wengi safari hapa Mwalusembe tofauti na kina mama. Hii unadhani ni kwa nini? Sheikh Mungia, ndugu yangu kabisa, pacha wangu, watu wana shida kwanza. Unajua kama baadhi ya sehemu labda wanachukulia kwamba ile mazoea, shekhe wetu, mufti wetu amesema tuache mazoea. Unaona, tubadilike, tuache mazoea. Kwa hiyo nadhani watu wa huku wameitika zaidi na wito huo, kwa maana ya watu wamezoea wanawake peke yao ndio wenye shida, wenye matatizo, wenye majini, wenye mapepo, wenye mambo ya kichawi ni wao. Lakini imekuwa tofauti ya Mwalusembe. Inawezekana sio Mwalusembe, inawezekana kwamba mwaka huu watu wamebadilika zaidi, ila tumeanzia Mwalusembe. Huku tunapokwenda inawezekana wanaume watakuwa pia wengi na hatimaye hata kuwazidi wanawake, kwa sababu hapa Mwalusembe tumekiona hichi kitu kwamba tunaona kabisa hata idadi zina balance. Wanaume wamekuwa ni wengi, wanawake wengi. Wanaume wengi, wanawake hujui wengi zaidi kina nani? Hujui wengi zaidi ni kina nani. Paka kuna muda wanaona kabisa wanachanganyika. Wanaambia jamani, sogeeni huku, tunataka mtengane, huku wanaume na huku wanawake. Lakini unaona kabisa wanachanganyika kutokana na ule paka uwanja unaonekana mdogo, hata kama tumebadilisha, lakini unaonekana ni mdogo kutokana na watu wameitika wengi sana. Na si kijiji hiki tu cha Mwalusembe. Wakati tunaondoka, kama unakumbuka, tumeona kama bodaboda 6 zimebeba watu zinawapeleka kwenye vijiji vyao vingine. Na sio mmoja, kabakia mtu mmoja. Na sio mmoja, ile tunaita ni aina ya mishkaki, watu watatu, watu wawili, watu watatu, watu wawili, watu wanne. Hii inaakisi kwamba huu mwaka ni wa baraka na watu wamekubali mabadiliko. Dua si kwa ajili ya wanawake peke yao, matatizo ya kishirikina na mambo ya kichawi na kijini si kwa wanawake peke yao. Lakini baadhi ya wanaume ambao tumeongea nao hasa bodaboda ni walaibu wakubwa wa mitandaoni. Wanasema Sheikh Sharifu Dausi tunamuona zaidi mitandaoni. Kwa hiyo hapa tumekuja tupate kile ambacho alichowapa Mlamleni, alichowapa Mkokozi, alichowapa Kazore, Vikindu na sehemu nyingine nyingi ambapo Sheikh huwa anapeleka baraka zake huko. Hapa wamekuja kuitika hicho dua, lakini pia kikubwa kabisa hizo zawadi ambazo wanatangaza atazileta katika vijiji mbalimbali. Mwaka huu 2026 tumeanzia hapa Mwalusembe hii. 2026 tumeanzia hapa Mwalusembe. Hii ni sehemu ya kwanza, lakini hembo tuingie tuwasikilize wenyewe wanasema nini. Kurunzima Firdaus TV tuko hapa kukujuza hatua kwa hatua nini ambacho tunakuletea katika kongamano hili la huruma ya Mwenyezi Mungu. Angalia, tukipa nguvu na Fatu Jasad, maji ambayo huondosha maradhi mengi kwenye mwili wa mwanadamu. Ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma. Sikia tu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu,